Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti ya leo inaelezea jinsi ambavyo Iran imeanza kuonyesha makucha yake na kuanza kuonyesha makombora yake mazito ambayo kimsingi mataifa ya Magharibi pamoja na Marekani na Israel hawakuamini kwamba Iran ingekuwa nayo. Iran imeshambulia kituo cha kijeshi cha Diego Garcia kilichoko umbali wa takribani maili 2500 sawa na kilomita 4000. Hakuna aliyewaza katika Mashariki ya Kati kwamba Iran ingekuwa na makombora ya aina hiyo. Hii inadhihirisha kwamba kuna uwezekano Iran ikawa na makombora yenye uwezo wa kupita kiwango hicho. Wakati huu Iran inaonyesha makombora yake ambayo yanaweza kufikia zaidi ya kilomita hivyo. Kupitia The World News tuwahi kukueleza kwamba Iran ina makombora ya zaidi ya kilomita 4000 ambapo yanaweza kushambulia hata katika mataifa mengine ikiwa ni pamoja na mataifa ya Ulaya. Wachambuzi wa mambo wanasema kuna uwezekano mkubwa, moja kati ya sababu za Uingereza, Ujerumani kukataa mwanzoni kujiunga na vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinavyoongozwa na Israel na Marekani ni kutokana pia na uwezo wa Iran kwamba ina uwezo wa kuwashambulia nchi hizo, na kwamba moja kati ya hofu kubwa ni kusababisha uharibifu mkubwa katika miundombinu ya mataifa yao. Iran wakati huu inatumia makombora yake mazito kuishambulia Diego Garcia, eneo ambalo ni la kimkakati la nchini Uingereza. Katika eneo la kisiwa hicho cha Diego ambacho kilimilikiwa kwa muda mrefu, ni jaribio la Iran la kuonyesha kwamba Iran ina uwezo wa kuwashambulia mataifa ya Ulaya. Kutoka nchini Iran hadi katika baadhi ya mataifa ya Ulaya ni kuanzia kilomita 3000 hadi 4000. Maana hiyo ni kwamba Iran ina uwezo wa kuyafunika mataifa ya Ulaya. Jaribio hili la kugonga kambi ya anga ya Diego Garcia katika bahari ya Hindi, maafisa wa Uingereza hawakutoa maelezo kuhusu jaribio hilo katika kituo hicho cha anga cha baharini mnamo siku ya Ijumaa, ambalo wanadai halikufaulu. Lakini pia hii ni ishara nyingine ya Iran kwamba ina uwezo wa kufika katika Ulaya. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumamosi kwamba kushambulia kwa Iran katika eneo zima na kushikilia mateka mlango bahari wa Hormuz ni tishio kwa maslahi ya Uingereza na washirika wa Uingereza. Uingereza haijashiriki katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini imewaruhusu washambuliaji wa Marekani kutumia vituo vya Uingereza kushambulia maeneo ya makombora ya Iran. Iran ilitoa onyo kwa Uingereza kwamba isiruhusu matumizi ya Diego Garcia dhidi ya Marekani, kwani itafanya mashambulizi mazito mno. Hata hivyo, inatajwa kwamba Iran huenda ikaendelea na mashambulizi makubwa zaidi katika maeneo ya Diego Garcia, kuharibu mifumo ya kila kitu katika eneo hilo. Serikali ya Uingereza ilisema washambuliaji wa Marekani wanaweza pia kutumia vituo hivyo vya Uingereza, ikiwa ni pamoja na Diego Garcia, katika operesheni za kuizuia Iran kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imelenga msingi kabla ya taarifa hiyo ya Uingereza. Shirika rasmi la habari la Iran, Mizan, lilisema hakuna uvujaji wowote baada ya mashambulizi yaliyofanywa Jumamosi katika kituo chake cha nyuklia cha Natanz, karibu kilomita 220 kusini mashariki mwa Teheran. Sasa kutokana na shambulizi hili, Iran imepata hasira nyingi na kwamba imeapa kushambulia kila eneo lenye kinu cha nyuklia, na wameanza kukishambulia kinu cha nyuklia cha Dimona, na imedaiwa kwamba mifumo ya ulinzi wa anga imeshindwa kuzuia mashambulizi hayo. Kutokana na hali hiyo, bado kumekuwa na wasiwasi mkubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na aina ya mashambulizi inayoyafanya wakati huu. Marekani na Israel zimetoa hoja zinazobadilika kwa ajili ya vita hivyo, kutoka kwa matumaini ya kuzusha vuguvugu la kupindua uongozi wa Iran hadi kuondoa mipango yake ya nyuklia na makombora. Kumekuwa hakuna dalili za umma za uasi wowote na hakuna mwisho wa vita mbeleni. Kwenye mitandao ya kijamii, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akizungumza kila jambo, huku akisema tunakaribia kufikia malengo yetu, huku akisema tumeshamaliza vita kwa 100%, huku akisema pia kwamba tunachokifikiria ni kusitisha vita vikubwa katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Mambo ni mengi, maneno ya Trump ni mengi, na kwamba wakati huu haieleweki. Je, ataamua kusitisha vita? Na je, itakuwaje kwa nchi za eneo la Mashariki ya Kati ambazo zina rasilimali nyingi za Marekani kuendelea kushambuliwa?
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uwaze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.